Kwa kawaida unatarajia watu maarufu na wenye majina makubwa katika jamii wawe nadhifu hasa kimwili, wakionekana wenye kupendeza na kujipenda. Na hatua muhimu ya mtu kuwa nadhifu inaanzia kwenye kuoga ama kuosha mwili wake vizuri, kabla kufikiria kuhusu manukato, mafuta, nywele, viatu au mavazi. Lakini si watu wote maarufu ni nadhifu wanaopenda kuoga ama kuosha miili yao. Wako kadhaa ambao kuoga kwao ni hadithi ya bunuasi ama jambo lisilo la maana na umuhimu. Wanaweza kuonekana nadhifu kwa macho kutokana na mavazi waliovaa ama mtindo wao wa nywele, lakini wasiwe nadhifu wa mwili, wakawa na harufu isiyoendana na unadhifu wao wa nje. Wengine huoga kwa nafasi lakini sio lazima. Kama hakuna nafasi amebanwa, anaweza kukaa mpaka juma zima bila kuoga. Na unaweza kufikiria labda wanaweka akiba ya maji ama sabuni, kumbe ni namna wanavyoamini na kulichukulia swala la kuoga. Wapo watu wengi maarufu kwenye imani hii. Sasa kama nawe ni mtu ambaye kuoga si swala ambalo unalipa kipaumbele, ama kwako si kitu ambacho ni muhimu kama vile kula, kama vile kulala pia, hivyo kama kutafuta fedha. Sasa wapo wenzako ambao niko nao hapa, watu 5 maarufu sana duniani na ambao pia wanaamini katika imani hiyo ya kutooga mara kwa mara ama kutooga kabisa. Sasa huyu anaitwa Brad Pitt, anatajwa kama ni miongoni mwa watu wenye ushawishi zaidi Marekani. William Bradley Pitt ni mwigizaji na mtayarishaji maarufu wa filamu duniani kutoka nchini Marekani, akimiliki kampuni kubwa ya utengenezaji wa filamu ya Plan B Entertainment. Brad Pitt anatajwa kama miongoni mwa watu wenye ushawishi zaidi Marekani, na kwa miaka mingi akitajwa na vyombo vya habari kama mwanaume anayevutia zaidi, huku maisha yake ya umaarufu yakimweka juu na kuheshimiwa duniani kote. Sasa pamoja na sifa hizo, tuzo alizowahi kupata kama Golden Globe, Primetime Emmy na British Academy Film, na uwezo wake wa kuongoza na kucheza filamu kwenye swala la kuoga kwake analiona ni la kawaida sana yani. Anakuambia kwamba ana watoto 6 na anasema unachotakiwa kufanya ni kufuta sehemu muhimu tu za ndani na viungo. Anasema najisaidia karibu siku nzima, lakini swala la kuoga kwangu silipi kipaumbele kabisa. Mwingine ni anaitwa Mila Kunis. Jina lake maarufu ni Mila Kunis, lakini jina lake halisi ni Milena Markovna Kunis. Si jina geni kwa wanaofuatilia sana filamu za Kimarekani. Ni mwigizaji na mtayarishaji. Sasa uigizaji wake kwenye Black Swan ulimfanya kupata jina kubwa duniani na hata kupata tuzo ya Marcelo Mastroianni kama mwigizaji mchanga anayeibukia. Kwa walioangalia filamu ya The Boo of Eli, mwigizaji aliyetumia jina la Solara basi ni Mila Kunis. Sasa pamoja na ukali wake huo katika filamu, lakini kwenye swala la kuoga kuna ukakasi usiotoa majibu, baada ya kuwepo kwa tetesi kwamba hapendi kuoga. Mtangazaji wa kipindi maarufu cha Armchair Expert Monica Padman alimuuliza Kunis nani kamfundisha kutokuoga, akajibu kwamba wakati nakuwa hakukuwa na maji ya moto, kwa hivyo sikuwa naoga mara kwa mara. Na of course unajua nchi za duniani huko kuna baridi kali. Sasa kama utakosa maji ya moto inaweza ikawa inakupa shida sana katika kuoga. Kwa ni moja sababu ambayo yeye alivyoulizwa akaona inamfaa sana kujibu kwamba ni kwa nini hapendi kuoga, ni kutokana na makuzi yake wakati anakuwa hakukuwa na maji ya moto. Sasa likawa ni swala ambalo kidogo linampa tabu sana kuhendo maji ya baridi. Sasa mwingine anaitwa Christopher Ashton Kutcher. Huyu jina maarufu zaidi anaitwa Ashton Kutcher, lakini anafahamika sana kama Kutcher. Sasa yeye anasema haoni umuhimu wa kuoga kila siku. Sasa Christopher ni mwigizaji na mwanamitindo, mtayarishaji wa filamu na mjasiriamali aliyewekeza kwenye makampuni zaidi ya 60 duniani. Miongoni mwa makampuni yenye hisa zake nyingi ni Skype, Foursquare, Airbnb, Path na Fab.com, na kumuingizia utajiri mkubwa unaokadiriwa kufikia dola milioni 220, moja ya fedha ndefu sana. Sasa tamthilia ya Seventh iliyoanza mwaka 1998 mpaka 2006 inayotajwa kutazamwa na watu wengi zaidi, Kutcher alikuwa kinara wake, lakini akang'ara vizuri na filamu za Dudes, Where is My Car, Guess Who, 2005 na Butterfly Effects, moja ya filamu ambazo ndo alifanya vizuri zaidi wakati huo. Sasa Kutcher ni mume wa mwigizaji Mila Kunis ambaye nimekutajia hapo nyuma. Kama ilivyo kwa mkewe, na yeye anasema haoni kama kuna umuhimu sana wa kuwa anaoga kila siku. Alionyesha wazi kwamba naye si mtu anayependa kuoga alipohojiwa kwenye podcast ya Armchair Expert, kipindi kinachoongozwa na watangazaji wawili ambaye ni Darcy Shepard pamoja na Monica Padman. Alipoulizwa na kujibu kwamba hakukuwa na maji moto, kwa hiyo sikuwa naoga mara kwa mara. Moja ya majibu ambayo pia alijibu mwanamke wake Mila Kunis kuhusiana na kile alichoulizwa kwa nini hapendi kuoga au alifundishwa na nani kutooga, akajibu hakukuwa na maji ya moto. Naye pia mume wake ambaye ni Kutcher naye akasema kwamba hakukuwa na maji ya moto, kwa hiyo naye hakuna umuhimu pia kuoga kila siku ama mara kwa mara. Mwingine ni Robert Pattinson. Robert Doug
Douglas Thomas Patterson ndio jina halisi la jamaa huyu. Ni mwigizaji Mwingereza akitajwa na jarida la Time kama mmoja wa watu 100 wenye ushawishi mkubwa duniani, akiingia pia kwenye orodha ya Forbes ya watu maarufu 100 duniani. Filamu za Twilight, Bravo Otto na The Kings zimemtambulisha kama mwigizaji mkubwa kwa uwezo aliouonyesha, na amecheza kama Cedric Diggory kwenye filamu ya Harry Potter. Filamu hizi zimemweka juu kiasi kwamba ukitaja waigizaji watano wanaolipwa pesa nyingi kwa sasa duniani, jina la Patterson huwezi ukaliweka kando. Utajiri wa Patterson unakadiriwa kufikia dola milioni 100 hivi. Pia moja ya mkwanja mrefu sana kibongobongo hapa. Sasa pamoja na hayo, kwenye swala la kuoga, Patterson anatazama kwa jicho tofauti kabisa na kujikuta kuwa kwenye orodha miongoni mwa watu maarufu wasiojali kuhusu kuoga. Mwingine mwenzako pia ambaye haogi anaitwa Naya Rivera. Naya Marie Rivera ni mwigizaji wa Marekani, mwimbaji na mwanamitindo. Unaijua tamthilia ya Glee? Naya aliigiza vyema sana pale katika tamthilia hiyo. Alipata tuzo nyingi zikiwemo 2 za Grammy, SAG, ALMA na kaorodheshwa kuwania tuzo za Brit. Sasa hata huyo pia ni miongoni mwa warembo na waigizaji wenye mvuto na muonekano mzuri, lakini si mpenda kuoga kama ambavyo ungefikiria. Alifariki Julai 8 mwaka 2020, lakini wakati wa uhai wake aliwahi kunukuliwa kwenye television ya taifa kupitia The View akisema kwamba huwa haogi kila siku, anaoga mara moja tu pale inapombidi. Sasa hawa ni watu 5 ambao ukiweza kufikiria majina yao walioyabeba, ukubwa walionao, nao pia ni miongoni wa watu ambao swala kuoga kwao si kitu ambacho wanaweza akawa nakifikiria muda wote. Sasa kama pia nawe hauogi, usijisi mpweke, kuna wenzako wakubwa majina makubwa ambao pia nao hawapendi kuoga. VOS, Voice of Siraji, Afya Radio.